kanuni za kutembea chini ya mbingu iliyo wazi. Ili mbingu zako zifunguke na uenjoy kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, zingatia haya mambo 7. Kanuni ya kutembea au za kutembea chini ya mbingu iliyo wazi. Na moja nilikwambia ni kuishi maisha ya unyenyekevu. Nilikwambia kila baraka unayoiona inaambatana na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu. Kuishi maisha ya utii. Ndio nilisema utii. Kuishi maisha ya utii. Kanuni ya kwanza nilikwambia ni kuishi maisha ya utii. Hauwezi kutenganisha utii na baraka. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Hauwezi kutenganisha utii na mbingu kuwa wazi. Watu wengi hawajafanikiwa na mbingu zimefunga, sio kwa sababu Mungu anachukia, ni kwa sababu sio watii. Hauwezi kutenganisha utii. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa mema ya nchi na unono wa nchi umefunga kwenye ufunguo unaitwa utii. Na nimezungumza sana kwa habari ya utii jana na juzi. Kakwambia Abrahamu anaitwa baba mataifa kwa sababu Abrahamu alikuwa tayari kutii, sio mara moja, sio mara mbili. Alipoambiwa hama nyumbani kwenu, Abrahamu alikuwa tayari kuhama, asiwe anakoenda kwa imani. Ili kuonesha utii ni alama ya imani. Hawezi ukasema unamwamini Mungu kama hamtii. Kama unasema unamwamini Mungu maana yake kama unamtii Mungu maana yake unamwamini. Utii ni alama ya imani. Kwa Abrahamu akatoka kwenye ile nchi, hajui anakoenda, lakini ana sauti ya Mungu. Mungu ameniambia nihame niende katika nchi aliyoniambia niende. Basi. Kumbe Mungu anamwambia ahame, anamhamisha kwenye miungu ya nyumbani kwao. Anampeleka kwenye nchi chayo maziwa na asali kwa ajili ya kizazi chake cha baadaye. Abrahamu amepata Isaka, mtoto wa uzeeni mmoja. Mungu anamwambia mtoe mwanao wa pekee Isaka umpendaye. Mungu alichua moyo wa Isaka na Abrahamu vimeungana. Mungu alichua moyo wa Ibrahimu kwa Isaka. Kwa Mungu anataka amtenge Isaka na Ibrahimu. Na ndiyo maana Mungu akiona moyo wako umeambatana na kitu, atakwambia kitu kitoe. Unaweza kutegemea nafikiri mapepo, kumbe hata sio mapepo. Hali ya mafanikio ya mtu inategemea hali ya moyo wake. Kwa utii ni moja ya kanuni ya kufungua mbingu. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze na kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake ama sivyo. Ili akujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Kama utashika kazi ya jangwa, ni Mungu atakaangalie moyo wako mbeba nini. Kwa maisha ya utii yanafungua mbingu. Kuna wakati Mungu anatoa maelekezo ya bebe kama yalivyo. Kuna wakati Mungu anakupa lamani, beba kama ilivyo tii. Kuna wakati unasoma Biblia unasikia sauti ya nani, beba kama ilivyo. Sauti ya Mungu ndiyo maisha yetu. Utii, obedience. Naambia nikuambia kanuni ya pili ya kufungua mbingu ni kanuni ya maombi. Mpendo, hakuna kamba isiyokatika, hakuna kifungo kisichoachia. Ishu ni kwamba umeamua kiasi gani ushughulike na hiyo ishu. Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Nilikwambia Biblia inaonyesha Yesu wakati anabatizwa alikuta Yohana Mbatizaji anabatiza, lakini Yesu anaonyesha tofauti kati yake na watu wengine waliokuwa wanabatizwa. Yesu wakati anabatizwa, Biblia inasema ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Naye anaomba. Kusidi kwamba Yesu alibatizwa tu, no, amebatizwa, anaomba, mbingu zilifunuka. Maombi yanafungua mbingu. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Maombi ya mwenye haki yanafaa, yakiongezewa element inaitwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi kazama. Ili kuonesha moja ya dalili ya mbingu zilizofungwa ni kwamba hamna mvua. Kwa Elia alipofunga mbingu, alisema mvua haitanyesha.
isipokuwa kwa neno. Na ndio maana maandiko yanasema mtakula matunda ya vinywa vyenu, kwa sababu kinywa chako kinaumba. Kinywa chako kinaweza kikafunga au kikafungua. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na lolote utakalofungulia duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Mambo yanayoboost nguvu ya maombi au mambo yanayoongeza nguvu ya maombi mara nyingine ni sadaka. Sadaka ina boost nguvu ya maombi. Maombi yaliyoambatana na sadaka yanakuwa na nguvu. Ni kuonesha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1. Kwa habari ya Kornelio, alikuwa akifanya maombi daima na kutoa sadaka kwa watu. Hana alifanya maombi yaliyoambatana na sadaka ya nadhiri. Bwana, ukinipa mtoto huyu wa kiume atakuwa mtumishi wako. Hii ilikuwa ni nadhiri ya Hana. Kwa maombi ya Hana pia yaliambatana na nadhiri. Lakini mbili, maombi yenye nguvu yanaambatana na mifungo. Mathayo 17:21 anasema kwa jinsia itoke isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mifungo inakuongezea nguvu. Nimekuwa nafundisha kwa habari ya faida na maombi ya kufunga na kuomba. Isaya 58 nzima, Isaya 58 nzima inazungumzia kanuni za kufunga na kuomba na faida za kufunga na kuomba, faida za kiroho na faida za kimwili. Na ili moja ya faida ya maombi ya kufunga na kuomba ni kuongeza nguvu ya maombi. Yesu baada ya maombi ya siku 40, maandiko yanasema akarejea akiwa amejaa nguvu na Roho Mtakatifu. Aina matatu kingine inaongeza nguvu ya maombi: machozi, kuugua. Isaya alipopewa unabii wa kifo aligeuka akalia kwa machozi, na ile mauti kabatilishwa, nabii akarudi. Hezekia alipotoa unabii kwa Isaya. Kanuni ya tatu ya maombi ya kuweka mbingu ardhi juu yake. Sema amina kama uko na mimi. Na utumishi katika nyumba ya Mungu, service in the house of God, utumishi katika nyumba ya Mungu. Na kuna watu wengine hawaelewi yetu kwamba Mungu amewaita wamtumikie, na hapa ndipo shida inapoanzia kwa watu. Kuna mwingine alikuja kwa sababu alikuwa anaumwa, kwa alijua kinachomuunganisha kati yake na Mungu ni uponyaji. Lakini Mungu anapokuokoa, Mungu anapokuponya, Mungu anapofanyaje, anataka umtumikie. As long as umeokolewa, the primary goal ya kuendelea kukaa hapa duniani, it is your service to God. Kusudi kubwa la Mungu kuacha duniani leo hapa sio endelee kuvuta oksijeni, uendelee kumtumikia. Ndio maana baada ya kuokoka haufu. Ukijitoa kwenye biashara ya utumishi ya kumtumikia Mungu, anamwambia Mungu sina faida duniani. Kwa kama ni kuponywa, Mungu amekuponya ili umtumikie. Kama ni kutoa dhambini, anakutoa ili umtumikie. Anamwambia Farao, waache wana Israeli watoke Misri waende jangwani wakanitumikie, wakanifanyia ibada. Utumishi kwenye nyumba una nguvu ya kufanya mbingu juu yako zikawa ni wazi. Una nguvu ya kuachilia baraka kwenye maisha, baraka kwenye uzao wako. Yesu alipoenda kwa Petro akamponya mkewe na homa. Baada hapo alijifunga mkewe na Petro akamtumikia Yesu. Luka sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Mstari wa 2, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Hao wanawake walikuwa na pepo wabaya na walikuwa na magonjwa, lakini Yesu akawaponya. Nao ni akina nani? Ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Baada ya kuponya magonjwa, baada ya kuponya mapepo, wengine mpaka idadi yao tunaiona mapepo 7. Hao watu hawakumwacha, walijiambatanisha kwenye utumishi, waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao. Utumishi kwa nyumba ya Mungu unaleta faida. Unafungua mbingu na unaachilia baraka juu yako. Kama umeokoka, angalia kuna gap sehemu gani unaweza kalifiri ndani ya nyumba ya Mungu. Usikae ndani ya nyumba ya Mungu kama mpelelezi. Kama ni usafi fanya, kama ni ushemasi fanya, kama ni chomoza kapiga. Amen. Kama ni kutia moyo tia moyo. Kama ni maombi jikomiti kwenye kipengele cha maombi, omba. Kama ni mimbaji imba. Kama ni mwinjilisti piga gombo. Lakini by any means hakikisha kuna utumishi unaofanya kwenye nyumba ya Mungu. Na kuna kazi nyingine zinazarauliwa, lakini hizo ndo zimebeba baraka. Kuna kazi nyingine kwenye nyumba ya Mungu hazina heshima, lakini ndo zimebeba baraka. Udeki vyo vya kanisa. Nani udeki vyo vya kanisa? Mungu anakuambia sasa Jumapili jao, huu mwezi mzima utadeki vyo vya kanisa. Sema mimi shetani toka kwa jina la Yesu.
mimi ndo wakudeki vyoo vya kanisa. Utasema huyu sio Mungu, ni shetani. Ili kumbe Mungu anaandaa baada ya kupeleka sehemu nyingine. Unafikiri kutumika ndani ya kanisa ni udhaifu? Unafikiri kufanya usafi kanisani ni udhaifu? Unafikiri kuliwa maeneo ya kanisa ni udhaifu? Unafikiri kuja kanisani ukaomba kwa ajili ya kanisa na huduma ni udhaifu? Mungu angehesabu makosa yetu, sio kama tumesimama. Lakini basi tu amejaa rehema na neema na tusaidia sana. Niomba ushuhuda. Siku moja hapa nikawa naambia, siku nilipoona maono juu ya siku ya mwisho, na nikaona imefika ni siku ya mwisho, na nikaona tunaipanga mstari mrefu tunaelekea kwenye kiti cha hukumu, na mimi nikaona ni kama mtu wa 5, kuna watu wengine 4 wako mbele yangu. Na nilipokuwa nafika nikaona Mungu anawauliza kwa habari ya mambo mengi, anajua taarifa ya kila mtu. Alafu na mimi nikafika pale. Mimi nilipofika pale, cha kwanza aliniuliza swali moja. Nikaona na taarifa zangu zote. Kwa nini ulifanya hiki na hiki na hiki? Nikaeleza. Moyoni mwangu naishi hofu sana, namwambia Mungu, ni mara hii tu nisaidie, maana nikimisi mara hii sina nafasi tena, nitafanyaje? Nasikia naogopa na tetemeka mbele zangu. Kajibu. Baada hapo nikaona amevuta kama sanduku. Akaniambia unaiona? Nikamwambia ndio. Akanionyesha tenza naona nilikuwa natumia kanisani. Akanionyesha Biblia niko nayo. Akanionyesha na bahasha nyingi. Hapa akaniambia bahasha hizi ni sadaka ulizokuwa unazitoa kwa ajili ya kazi ya injili duniani. Aina akaniambia hata hivyo hautaingia mbinguni. Kaambia Mungu, kwa nini siingii? Akaniambia unajua ulikoga uimbi kanisani. Utafikiri natunga? Niko madhabahuni. Akaniambia hauwezi kaingia kwa sababu ulikuwa hauimbi kanisani. Kaambia Mungu, hata kama nikuga siimbi, sawa mimi sio kuimba, walikuwa naimbisha na mimi naimba nao watu. Na umeona kuna mpaka tenzangu za naoni. Akaniambia hauwezi kaingia mbinguni kwa sababu password ya kuingia mbinguni ni wimbo. Afu nikaona akaniambia kwa rehema zake tu, akaniambia ninakuandikia wimbo. Utajifunza kuimba wimbo, ukiwimba wimbo ndio password ya kufungua kuingiza mbinguni. Kila utumishi unaofanya ndani ya Mungu unahesabu na unaweza kufanyika ni mlango wa baraka na kufungua mbingu juu yako. Kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 6. Usikae kanisani kama mgeni. Find something to do. Hakisha kuna kitu unachofanya. Akaniambia na kuandikia wimbo huu ni password. Utawimba na utafungua milango, utaingia mbinguni. Ikiwa nimeshika ule wimbo najifunza ghafla yale maono ya gada. Ikawa katika mwaka wa 2 wa Dario mfalme, mwezi wa 6 siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, na huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Wasema sio majira ya kujenga nyumba ya Mungu. Haya sio majira ya kujenga hekalu. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, alama ya kuwa chini ya mbingu iliyofunga. Mnakula lakini hamshibi, alama ya kuwa chini ya anga lililofunga. Mnakunywa lakini hamkuchazwa na vinywaji, alama ya kuwa chini ya anga lililofunga. Mnajivika nguo lakini hapana unaye moto. Unavaa nguo lakini haupendezi, unatokea kama moja tu. Unajitahidi unafunga na tai lakini wapi? Unabadilisha na fundi wa kushona nguo lakini nguo haikamati sawa. Mnajivika nguo lakini hapana unaye moto. Na yeye apataye mshahara anapata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Fedha unaipata haina matokeo. Namba 7. Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. 8. Pandeni milimani
mkalete miti mkaichenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. 9, mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, alama ya mbingu zilizofungwa. Mbingu zikiwa wazi, nilikwambia napanda mbegu moja natoa 100 kama Isaka. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipelusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana majeshi. Ni kwa sababu nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. 10, basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa. Kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa, manake zimefungwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda ya. Hii shida ambayo tunaiona kwenye mstari wa 10 Hagai 1 ni kwa sababu watu walisahau utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Kila mtu angeukia nyumbani kwake, wakasahau kufanya utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Ukimuinua Mungu unainuka naye, ukimshusha Mungu unashuka naye. Unasema tunasema ukimuinua Mungu unainuka naye, si umeketi naye. Anasema tumeketishwa naye. Kwa ukimuinua Mungu unainuka naye, na ukimshusha Mungu unashuka naye. Ukimtanguliza Mungu unatangulia naye, ukimchelewesha Mungu unachelewa naye. Are these things making sense? Hallelujah. Hallelujah. Ukimtanguliza Mungu unatangulia naye, ukimchelewesha Mungu unachelewa naye. Kwa bora ukachagua kumtanguliza Mungu ukatangulia naye kuliko kumchelewesha ukachelewa naye. Sema amina. Maisha ya sadaka ni maisha ambayo yanafungua mbingu na kuweka mbingu wazi. Korintho wa kwanza 12, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palare na madumadu. Warumi 12:1, basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Kabla ya kutoa sadaka kwa maana ya fedha, kwa maana ya majumba, magari, vyote vile, cha kwanza jitoe wewe mwenyewe. Jitoe. Sadaka ya kwanza ni kujitoa wewe mwenyewe kwa Mungu. To give yourself to God. Maisha yako yawe ni kwa ajili ya Mungu. Mwili wako ni kwa ajili ya Mungu. Nguvu zako ziwe kwa ajili ya Mungu. Kabla ya kutoa mali zako, jitoe kwanza wewe mwenyewe. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka 5. Cha kwanza jitoe wewe. Toa moyo wako, toa mwili wako, toa maisha kwa Mungu. Baada ya hapo utaona. Tuna bahati mbaya sana siku hizi makanisani, tunaita ni business minded giving. Business minded giving au mercantile giving. You give in order to receive. So if you not receive when you are given, then you don't give. Watu wanatoa ili wapate. Hiyo ni akili ya biashara kanisani. Unataka ufanye biashara na Mungu. We don't give to God in order to receive from him. We give to God because we love him. Tunamtolea kwa sababu tunampenda, na kwa sababu msingi mkubwa wa utoaji ni upendo. Wakorintho wa pili 8:1, tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana anawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, hawa watu walitoa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Kwenye utoaji usitaki usukumwe. Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa kupenda. Usubiri utishiwe. Usipotoa utalaniwa, hautabarikiwa. Sana ngoja niende nibarikiwe. No. Toa kwa hiari, kwa moyo wa kupenda. God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Anayetoa kwa moyo wa kupenda. Wakorintho wa pili 9:6. Matendo ya Mitume anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Malaki 3:7. Hapa nataka unisikize vizuri. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi
nami nitawarudia ninyi, asema Bwana majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia sadaka, mmeniibia zaka na dhabihu. Hapa watu wengi wamekuwa wanatilia msitizo juu ya zaka. Mmeniibia zaka na dhabihu, zaka na sadaka. Kwa mwanadamu anaweza akamwibia Mungu zaka na sadaka. Mstari wa 9, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Anaposema mmelaaniwa, maana yake mbingu zimefungwa kwa sababu yenu. 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Unaona, kwa sadaka ni mlango wa kufungua madirisha ya mbinguni, kumwagiwa baraka. Hapa kulikuwa kuna makundi matatu ya watu. Kuna ambao walikuwa hawatoi kabisa zaka, kuna ambao walikuwa wanatoa sehemu ya zaka, wanapunguza kama akina Anania na Safira. Ndio maana anasema leteni zaka kamili. Kwa kuna wengine walikuwa wanatoa zaka lakini sio zaka kamili. Yaani ile sehemu ya 10 ni 100,000. Unasema nitamtajirisha mchungaji bwana. Kwa sema hii 100,000 hii nitaitenga. 40,000 nitapeleka kanisani, 20,000 nitapelekea yatima, 20,000 nitapelekea wajane, 20,000 nitapelekea wahitaji wengine. Sio kwamba haujaleta zaka, isipokuwa umeleta zaka isiyo kamili. Unasema tunasema sio kwamba haujaleta zaka, umeleta zaka lakini zaka isiyo kamili. Tabia ya kupunguza mambo hii ili waponza kina Anania na Safira. Sababu 7 kwa nini watu watoi sadaka za zaka. Nakusomea na karaka moja. Kukosa ufahamu wa neno la Mungu juu ya zaka. Kukosa kwa nini watu watoi zaka kamili, hata wapasha kidogo. Kukosa ufahamu wa neno la Mungu juu ya zaka. Kuna wengine nasema zaka ni agano la kale, wengine nasema zaka ilisha wakati wa manabii, wengine hivyo. Kwa wengine hawana ufahamu. Now I give you understanding, mjue sadaka imeambatanishwa na ukuhani. Namba 2, roho ya kutoamini neno la Mungu. Roho ya kutoamini neno la Mungu. Wengine nafikiri zaka ni mafundisho ya watu ili wapate fedha. Nimekwambia hivi, Mungu hatumiki kwa mikono ya wanadamu. Mungu ana namna nyingi ya kutumika. Namba 3, roho ya ubahili. Kuna mtu atamani kuachisha chochote, ni bahili. Hata kimpa mtu hela 500 roho inauma. Ni bahili. Maandiko yanasema heri kutoa kuliko kupokea. Roho ya ubahili. Hata kuwasaidia wahitaji, mtu ana shida, kumsaidia ni kazi. Saidia mtu. Namba 4, roho ya wivu. Wivu. Tukitoa sadaka, watu wananunua magari. Toa sadaka. Wivu mbaya. Namba 6, namba 5, roho ya madeni. Kuna watu mishahara haijaingia, imeisha naisha hewani. Madeni. Kwenye agano la mwaka huu tutakopesha, hatutakopa kwa jina la Yesu. Roho ya madeni haitakuwa juu yetu. Mwambie Bwana, mimi madeni sio sehemu ya maisha yangu. Wengine hawatoi zaka, wanampenda Mungu, lakini madeni. Namba 6, roho ya kukosa uaminifu. Wengine sio waaminifu. Wengine sio waaminifu. Hata Mungu ambariki namna gani, ashushe baraka nzima dunia nzima, sio mwaminifu na hataki uaminifu. Namba 7, roho ya kutojaa. Hawa don't care whether ametoa au hajatoa, yeye anaona sawa sawa tu. Tunasema ngenda bagaruka ngaruka. Bwana asifiwe. Ngenda. Kuna wengine ni roho za uchaga. Bali yani anajua shilingi maana yake nini.
Na mimi sasa nikatoa shilingi yangu mimi. Hela ni ya kwangu hii baba. Wengine don't care. They don't care. Yani vyovyote tu yani you don't care how yani. Lakini maisha ya sadaka yanafungua mbingu juu ya watu. Haleluya. Na sadaka yenye matokeo ni sadaka iliyotoka ndani ya moyo. Sadaka yenye matokeo ni sadaka unaitoa kwa moyo wa kupenda. Sadaka yenye matokeo ni ile ambayo Mungu anasema na wewe unaiandaa, unaitoa. Kwa habari ya zaka, hiyo ina kanuni zake. Namba 5, toba. Maisha ya toba ni lango la kufungua mbinguni. Toba, repentance. Maisha ya toba, maisha ya toba ni lango la kufungua mbingu. Malizeni pointi ya dakika kabla tu redio hajatuacha. Maisha ya toba, maisha ya toba ni lango. Wafalme wa kwanza sura ya 8:35. Maisha ya toba. Nikiwa nimekaa hapa na Mungu akanani kupisha wimbo, kama ungehesabu makosa nani ambaye angesimama? Wale watu wakamkamata yule mama amezini kwa upe kabisa, nta kampeleka kwa Yesu. Yesu unasemaje? Sheria inatuambia mtu akizini apigwe mawe mpaka afe, na huyu tumemkamata na zini kabisa. Yesu unasemaje? Yesu aliinama chini akaanza kuandika dhambi ya kila mmoja mmoja. Akaanza kuandika dhambi ya kila mmoja mmoja. Alafu baadaye akawaambia, kama kuna ambaye hajawahi kufanya dhambi, nayo wa kwanza kumrushia jiwe. Watu ni rahisi sana kuwarushia wenzao mawe, lakini haujui wewe maisha yako yakoje. Huko tayari kutoa kibanzi kwenye jicho la rafiki, haujui wewe una boliti, sijui boliti kibanzi. Yesu akamwambia ambaye hajawahi kufanya ayo wa kwanza kumtupia jiwe. Mmoja akaangalia, yeye alikuwa ameiba ya mtu. Loe kamsuta akaondoka. Mwingine akaangalia, alikuwa amesema uongo, akaona ameandika dhambi yake ya uongo, akaondoka. Mwingine naye alikuwa ametoka kuzini lakini alikuwa hajakamatwa, naye akaiona ya wake akaondoka. Wote, haleluya. Useme kwa mtumishi unasema tuishi maisha ya dhambi. No, na nikwambie toba ina nguvu ya kufungua mbingu zilizofungwa juu ya watu. Nasubiri hilo andiko. Toba ina nguvu ya kufungua mbingu juu ya watu. Yule akashangaa, amebaki mwenyewe. Akamwambia, washtaki wako wako wapi? Msaidieni watu wa media andiko, maana alikuwa sikilizi. Wako wapi washtaki wako? Wote wakamwambia, na mimi sikuhukumu, nenda lakini usifanye dhambi tena. Ishu kubwa sio kutenda dhambi. Ishu kubwa unafanya nini baada ya kuwa umetenda dhambi. Ishu kubwa sio kuanguka. Ishu kubwa, je, unakumbuka kusimama baada ya kuanguka? Toba ina nguvu ya kurejesha daraja lililovunjika kati yako na Mungu. Toba inarudisha nyakati za furaha kwenye maisha ya watu. Toba ni wanasema nyakati za ujinga Mungu anazifanya kama zioni, lakini anawaagiza watu wote watubu, warejee. Kama kuna mahali ulianguka, Bwana anaagiza utubu na urejee. Nyakati za kuburudishwa, nyakati za furaha zinakuja kwa sababu ya toba. Toba kiingia na rejesha mahusiano. Toba kiingia na jenga daraja. Hawa watu mimi siwaelewi. Nimesema Wafalme wa kwanza 8:35. Ndiyo anasema ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekosa. Ikiwa mbingu zimefunga kwa sababu wamekosa, kama wakiomba
wakabili Jerusalem na hekalu la Mungu na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule utakapowatesa. 36 basi usikie huko mbinguni, ukaidhamie dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, unapofundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yao uliyowapa watu wako urithi wao. Nirudishe 35. Ikiwa mbingu zitafunga kwa sababu yafanya nini? Wakirejea wakaomba, Bwana samehe na ufungue mbingu achilie mvua. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekosa, dhambi inafunga mbingu, toba inafungua mbingu. Dhambi inavunja mahusiano, toba inarejesha mahusiano. Ni kweli umeanguka, sawa, lakini tuna mlango wa toba bado. Ni kweli umemkosea Mungu, sawa, lakini haijaishia hapo, kuna rehema za Mungu bado. Ni kweli mlimsahau Mungu, sawa, lakini bado kuna lango la rehema. Ikiwa mbingu zimefungwa juu yako kwa sababu ya makosa yako, kama wakiomba kukabili mahali hapa na kiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule wasikie. Kwa hakuna maombi yenye nguvu kama maombi ya rehema na toba. Baba, nimekosea, nisamehe. Baba, nimekosea, sikujua, lakini nimejua makosa yangu leo. Biblia inasema Bwana hata salau moyo uliopondeka. Ukishajishusha kwa Mungu ni sawasawa uko vitani, afu majeshi ya maadui yamekuja, afu umejisalimisha, umeweka silaha chini ukajisalimisha hivi. Haupigwi risasi. Yaani mko vitani na maadui mnagombana, sawa jeshi. Alafu maadui yamekuja kusonga, umeweka silaha chini ukanyosha mikono juu. Hauwezi kupigwa risasi. Umejisalimisha. Toba ni kujisalimisha mbele za Mungu. Nchi ilikuwa inauma kwa sababu hakuna mvua, mbingu zimefungwa. Na hivyo wakinyekea wakaomba, Mungu anasikia toka mbinguni, anaponya nchi. Ondoa nchi, weka familia. Ondoa nchi, weka ofisi. Ondoa nchi, weka ndoa. Ondoa nchi, weka uchumi. Ondoa nchi, weka duka. Ondoa nchi, weka shamba. Ondoa nchi, weka chochote ambacho kinauma. Unaponyenyekea na kuomba, Mungu anaponya. Mungu hawezi kudharau mtu yoyote ambaye ameshuka mbele zake. Moja ya sifa kubwa ya Mungu ni rehema. Zaburi ya 51:17. Yaani hakuna mtu anajisalimisha mbele za Mungu na mikono, Mungu anamwambia hapana. Ndio maana Mungu hakatii mwenye dhambi tamaa. Watu wa redioni, kama mnataka kutufuatilia, tunapatikana Somanda hapa. Nataka tufanye maombi ya mbingu ambazo ziko wazi, na tunaenda kukiri zile baraka za kutembea chini ya mbingu ambazo ziko wazi kwa mwaka huu. Na leo nikwambie, huu utakuwa ni mwaka wa kibali, utakuwa ni mwaka wa kufanikiwa kwa kile ambacho tunalifanya. Nataka nikwambie kazi ya mikono yako itafanikiwa. Nataka nikwambie hakuna mchawi ataroga kazi ya kufanikiwa. Hakuna mzimu utainuka juu yako kufanikiwa. Mbingu zitakuwa ni wazi na utatembea kwa neema na nguvu ya Mungu, utashinda. Kama kuna mlima ulikushinda mwaka uliopita, mwaka huu hautakuwa mwaka wa kushindwa, utakuwa ni mwaka wa kushinda. Ninaamini Mungu aliyesema, na itakuwa kama vile alivyosema. Anasema utakuwa juu wala hautakuwa chini. Kolabo shakataya. Anasema utabarikiwa shambani, utabarikiwa na mchini, utabarikiwa unapoingia, utabarikiwa utokapo. Maisha yako yatakuwa ni heri. Hata kama ni milima itainuka, utaipanda kwa jina la Yesu. Hata kama ni madeni, utayashinda kwa jina la Yesu. Hata kama ni jaribu, utalishinda kwa jina la Yesu. Bwana atakushindia. Mbingu zitapigana kwa niaba yako. Maadui yanukao juu yako watakuja kwa njia moja, kwa njia 7 wataachika. Hatuna hofu na Mungu. Sina hofu na Mungu. I know the kind of God I'm serving. Najua Mungu nayemtumikia. Elia akasema, Mungu nayesimama mbele zake, the God I stand before. Najua Mungu nayemwabudu, najua Mungu nayemwomba usiku na mchana. I know that God is the God who have never ever failed.
Ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa na. Usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Kama kuna hila za adui, hizo hila hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kama kuna mitego ya adui, hiyo mitego itanasuka, haitakamata chochote. Kama kuna mashambulizi ya mishale ya adui yametuma, hayo mashambulizi yatarejea kwa jina la Yesu. Usiogope. Fear not.